Safari ya mageuzi tumeenda nayo hatua kwa hatua. Hatua ya kwanza ilikuwa mitaala mipya inayoendana na sera mpya ilianza kutekelezwa darasa la 3. Hawa darasa la 4, la 5, la 6, la 7 walibaki kwenye mtaala wa zamani. Ilianza kutekelezwa kidato cha kwanza, kidato cha pili, cha 3 na cha 4 mtaala wa zamani. Tumeanza kutekeleza kidato cha 6, kidato cha 5, cha 6 mtaala wa zamani, na elimu ya walimu kadhalika. Na lengo lake ilikuwa ni kutokufanya kila kitu kwa mkupuo, tusije tukaleta mparaganyiko, na ili tuwe na umakini mkubwa katika utekelezaji. Hii safari yenu ni sehemu ya safari ndefu ya kutekeleza mageuzi. Hii safari itakuwa na milima na mabonde. Kuna kuteleza na kujaribu kusimama. Lakini jambo la uhakika, hakuna kurudi nyuma. Sote tunajua maono ya rais wetu kwenye elimu. Wajibu wetu ni kutafsiri maono hayo kuwa ni ukweli wa maisha katika elimu yetu, na wajibu wetu ni kutafsiri matumaini ya Watanzania kuwa ni mafanikio ya uhakika katika elimu yetu. Ndio maana ya safari hii. Leo mnapelekwa kwa sababu nyie ni walimu wa amali, ufundi. Ili watu waelewe, ni amali inayozingatia uhandisi ambayo enzi hizo, ili mwanafunzi achaguliwe kwenda shule ya sekondari ya ufundi ambayo ilikuwa inaitwa Technical Secondary School. Tulikuwa hatuna vocational secondary school. Tulikuwa na shule za kilimo, lakini zilikuwa ni elimu jumla na kilimo kwa wingi, kama Kilosa, kama Kibiti, kama Ruvu. Lakini tulikuwa na sekondari za ufundi, sio ufundi stadi, ufundi. Na ili uende kule lazima uwe na uwezo zaidi, na hasa katika hesabu. Na ajenda hii ni ajenda ya vijana, ni ajenda ya kuandaa vijana wetu wawe na maisha bora zaidi, kwa sababu elimu imewaandaa vizuri sana. Ni ajenda ya watoto wetu, ni ajenda ambayo tutakosea sana tukiahirisha, tukikwepa, tukizembea. Ndio maana serikali imeamua kuwapelekeni India. Katibu wetu mkuu aliongoza timu, aliona jinsi wenzetu walivyojitahidi kujipanga kutoa elimu ya ufundi kwa vijana wa India. Mkirudi hapa, rudini na chachu. Shule yako ya ufundi, rudi useme hiki mbona sisi hatuna hiki, mbona hatuna hiki, mbona hatuna hiki. Bisha hodi kwa dedi, kwa afisa elimu, andika taarifa, tusumbue, tuhangaishe kwamba na kamishna anaenda, na kamishna arudi naye atuambie tunafanya nini kuhakikisha kwamba matumaini ya Watanzania yanakuwa kweli mafanikio, maono ya rais wetu yanakuwa kweli matokeo ambayo Watanzania wanayatarajia, ambayo rais wetu anayatarajia. Ndio maana safari hii. Hili ni jambo muhimu, ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, ni jambo la kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuridhia fedha ambazo mnaenda kuzitumia kwa ajili ya safari hii na kwenda kupata elimu mpya ambayo mtakuja kuingiza nchini mwetu Tanzania. Ni idadi kubwa hii ya Watanzania sisi watumishi wa umma kusafiri kwa mara moja. Sijawahi kusikia kama tulishawahi kusafirisha watu 150 kwa mara moja kwenda nje ya nchi, kwenda kupata knowledge, kwenda kupata experience ambayo mtairejesha nchini mwetu kwa ajili ya future ya nchi hii. Tuna walimu wa amali jumla ya 751.
na ninyi 150 mmepata fursa hii. Kajifunzeni mbinu mpya na muwe tayari kuzitumia. Hatuendi kufanya utalii, tunaenda kujifunza. Tunaamini mtakaporudi tutaona mabadiliko makubwa sana katika namna ya ufundishaji, katika namna ya kuhamasisha mafunzo ya amali. One of the challenge which we are seeing kwenye mafunzo ya amali, bado kuna kale ka thinking ka zamani kwamba amali sio muhimu, lakini ninajua amali ndio namba 1 sasa hivi na una muhimu wa pekee katika uchumi na katika maisha ya mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo ninaamini walimu wenzangu, viongozi wenzangu, tutakwenda kuwa ni viongozi halisi katika eneo hili na kuthibitisha kwa uhalisia ile slogan tunayosema elimu na ujuzi mzima. Elimu, au kwa sababu sina sauti, elimu na ujuzi ndio mpango mzima. Nami nawatakia kila laheri katika masomo yenu na Mungu awabariki. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaendelea kutekeleza mageuzi ya sekta ya elimu kwa kuzingatia sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023 ambayo imeweka msisitizo mkubwa katika utoaji wa elimu inayowajengea walimu umahiri katika utendaji kwa kutumia maarifa yanayoakisi mahitaji ya nchi, kikanda na kimataifa, huku wakiheshimu maadili ya Kitanzania. Katika mageuzi hayo, ni muhimu kutambua kwamba elimu ni mwalimu. Bila mwalimu hakuna elimu. Aidha, mwalimu wa kweli ni yule anayejitambua kwamba hajakamilika bado na hivyo anahitaji kujifunza katika maisha yake yote. Tukio hili la kuwaaga walimu wa masomo ya amali kwenda India kujifunza kuhusu taaluma yao ni ushahidi kuhusu ukweli huo. Kujifunza hakukomi. Katika mafunzo ya awamu ya kwanza yanahusisha walimu 150 wanaofundisha masomo ya amali ya kihandisi na wameteuliwa kwa kuzingatia kigezo hicho kwamba ni walimu wanaofundisha masomo ya amali za kihandisi. Wametoka mikoa yote 26 ya Tanzania bara. Safari ya walimu hawa kuelekea nchini India kwa mafunzo ya mwezi mmoja inatarajiwa kuanza rasmi kati ya tarehe 29 na 30 Machi 2026 kwa muda wa siku 30. Taasisi zitakazotoa mafunzo zimechaguliwa kwa kuzingatia ubora wa kimataifa, miundombinu ya kisasa na ushirikiano kati yake na viwanda, ikiwa ni pamoja na kutembelea shule za sekondari za amali ili kujifunza kuona kwa uhalisia ufundishaji na ujifunzaji wa masomo ya amali unafanikaje kwa ufanisi nchini India. Napenda sana kumshukuru Rais Samia Amiri Jeshi kwa kuweza kutupa nafasi hii, kuweza kutusaidia sisi vijana katika kukuza taaluma yetu katika kuwafundisha. Ni kiu yetu kuona kwamba juhudi ambazo wanazitumia tusimwangushe, na tunatumaini kufanya vizuri, kupata ujuzi kwa wenzetu. Tutakuwa mabalozi wazuri wa amani na utulivu katika nchi yetu, lakini vile vile serikali inavyopambana kuhakikisha watoto wetu wa Kitanzania wanapata elimu bora kwa manufaa ya vizazi vingi vijavyo. Napenda kuwashukuru wote ambao mmetuvalue, pamoja na wakina mama wazetu hapa, pamoja na watangulizi wetu katika sekta hii, wametusaidia kututia moyo. Naamini tumeiva vizuri na tutawaangusha.